Mimi fundi vinyago. Mchungaji, na kuona umekalia kiti cha kizamani sana hicho. Umekinunua wapi? Hiki kinaitwa kiti cha malimba. Hiki ni kiti nimekitengeneza mwenyewe. Mimi ni fundi seremala huyo. Ukimuuliza Steven Nemes, alikuwa golikipa wa Yanga zamani. Atakwambia nilisoma FDC Kibaha, chuo cha maendeleo ya wananchi Kibaha. Wewe ni fundi bomba mimi. Fundi seremala, fundi mjenzi, nachonga vinyago. Nimechonga vinyago na rafiki zangu kina Juma Jangandu wako Arusha. Wapo mpaka leo. Mpaka leo kina Juma Jangandu Kijenge Arusha. Na kina marehemu wa Kabonga. Vijana wa Kisambaa wazuri walikuwa kama wazungu, wamefariki sasa hivi. Tumeuza vinyago. Kwa hiyo mimi nimechonga mwenyewe. Mimi ni fundi. Kwa hiyo sifanyi kazi ya kanisa kwa njaa na taaruma. Mmetoa sadaka, haleluya, mkutoa Bwana asifiwe. Nafanya kazi za mikono na hisi. Unaona nalima huko. Wewe huko naona bustani, nimeona na kuku. Eneo kubwa kuna kuku, kila kitu kipo. Hadi mbwa nimewaona. Kila kitu. Na nyau. Na mbwa kama 10 mpaka 7. Paka 7 wa nini tena mchungaji? Na wachawi wanaogopa paka. Kwa hiyo hapa waje hapa utakutana na nyau. Sasa wachawi wewe. Maana wachawi mimi wanagusa wapi? Mchawi angekuwa kwa wachawi hapo benki ungekuwa na hela. Njia yote hii. Hiyo Freemason waongo watupu. Hii njia walivyo vijana wako tayari kubeba dawa za kulevya tumboni. Iwe Freemason urahisi kama hivyo ungeona. Wote wangeenda. Upuzi mtupu tu, mazinga umbwe tu. Mawazo ya Kiafrika kijinga jinga. Wachawi ungekuwepo benki ungekuwa na hela. Mimi nawaleta hapa uchawi. Nawaambia leteni hapa, mimi nakula. Wameniwekea viazi mviringo kunitisha nikala. Walikuwekea wapi? Waliniwekea kuna nikiwa Kibangu. Wameweka viazi mviringo kunitisha. Nyumbani? Nikamshukuru Mungu. Waumini wamenisahau, wachawi wameniletea kitafuno. Nikamshukuru Mungu, nikala jioni nikapata plastiki 2 za viazi. Nimekula vile vya kutanguliza. Maisha yanaendelea. Walileta vilivyopikwa mchungaji? Vibichi na kipande cha nazi. Nikachanganya na mayai piga. Maisha yanaendelea. Uzi mtupu. Watu wangekuwa jela wachawi, mbona wangetoka tu asubuhi na kutoa wameyuka wote. Mazinga umbwe tu, upuzi tu. Mimi nimefanya michezo ya mazinga umbwe, kuvuta magari kwa meno. Na kina Marempa, Bernardo Taikicha. Chris Igo, tunanyanyua chuma wapi? Mchikichini bodybuilding and weightlifting Ilala. CCM pale. Mimi nanyanyua chuma, niko mdogo sana, mfupi kama tairi ya gari. Nina nguvu kama Farujoni mimi. Navuta magari kwa meno. Nafunga kwenye nywele, na kina Super Dragon Swedi yuko Buguruni huko anasikia sasa hivi. Akina Power Semoma marehemu walikuwa pale nini hapa gerezani Kariakoo. Akina Liston Spoiler Dudu. Tunakaa kwenye milango ya dances. Msondo afya, msondo ngoma, msondo Nanyanyua nondos. Tunafanya michezo ya mazinga umbwe. Ni ujanja, unatafuna nyembe inatoka hela. Maarifa tu. Hakuna uchawi, kuna watu wangekuwa marofali. Wenyewe wanafanya michezo wanadai kiingilio 2200. Sasa ungekuwa wanaweza kutengeneza hela, wangetengeneza. Ni ujinga tu. Wenzetu nje hakuna ujinga huo, wana sayansi, wanatengeneza vitu vya maana. Sio hapa kwetu. Wanawaza ujinga, uchawi. Kina Pawa Mabula. Upuzi mtupu wote na wafahamu. Kina Mabula, kina Chuma Wasikinde, kina Maremu Haruna walikuwa naimba hapa Santula. Haruna kaka. Haruna kaka yule kwa Muhehe ana nguvu kama simba. Anakaa kwenye milango. Mchungaji, hii ina tofauti gani na wale wanaouziwa mafuta wakaweke wapate hela? Hasa wale mambo ya imani. Imani ina matendo pia. Yesu alimwambia mtu jituke godoro lako. Angeweza kuondoka hivi. Kuna vitu vya matendo vya kuona. Imani yetu Afrika mara nyingi nataka ione ujue. Bila kumpa kitu hawezi kukubali, aelewe. Imani ya Mwafrika, imani ya Tomaso. Mpaka aone kitu hivi kimefanyika. Kwa hiyo ile sio shida. Wenyewe wamekubaliana wapeane mafuta wanywe mpaka waarishe, songa mbele. Wamepeana epo la upako wasonge mbele tu. Wengine hapa maombi tupu, songa mbele, hakuna anayeharibu. Mradi jina la Yesu linatajwa na vielelezo vipo, safari iendelee. Alisitaje jina la shetani tu. Na mahali tunawapulizia perfume ya upako, maisha yanasonga mbele. Wanukie kimataifa na kitaifa. Tuondoe nuksi ya kunuka mkosi. Tunaondoa kwa matendo, kwa imani ya matendo pia. Imani isipokuwa na matendo imekwisha kufa nafsini mwake. Anaandika Yakobo. Kwa hiyo ile sio shida pia. Wamekubaliana. Na wenyewe wanapona kwa imani. Imani bwana ina mambo mengi. Mtu anaweza kupona akisema tu nishike hapa miguu yangu, kwa imani anaweza kupona. Na huo ni ufunuo Yesu anaweza kufanya kwa njia yoyote ile. Aliponya watu bila kuambia, waligusa wenye vazi la pindo lake wamepona. Akina Bartimayo walianza kutupa makopo ya kuombea yale kabla hawajapona. Wakavua lile vazi la upofu.
Maana upofu na magonjwa ni vazi wakati mwingine. Akalivua akalitupa huko akapona. Yesu wala hajamuombea. Kwa hiyo imani bwana kuizungumza ngumu sana. Watu wanaofanya hivyo wamekubaliana. Naendaga kwa rafiki yangu hapo watu wanafanya huduma. Haya mapungufu ni madogo kuliko huduma. Naenda hapo kwa Musa Richard Mwacha wananialika. Yaani nabarikiwa sana. Mapungufu ni madogo sana. Kuliko huduma. Hawa vijana wakifanya huduma tuwatie moyo kuliko kutukanana ukashifiana. Sisi Wakristo watu ajabu sana. Wenzetu wa imani nyingine wala hakuna matusi. Wala kashifiani. Sisi tumejaa matusi. Ukristo ulikufa kwa namna hiyo. Na ile matusi ni picha ya ubinafsi. Kwamba mimi ndio naonekana nifanye vizuri. Nimharibie huyu Ananja, nimharibie Winfrida ili mimi nionekane. Ule ni ubinafsi ujue. Wanataka kumbinafsisha Yesu awe wa kwao ujue. Ndio maana kuna watu Yesu waliwaona watu wengine wakitoa mapepo wakakimbia haraka kwa Yesu kuwashtaki. Kwamba tumeona watu wakitoa pepo kwa jina lako. Yesu akamwambia mimi sio wa kwenu peke yenu. Anayefanya hivyo mradi anafanya kwa jina langu yuko upande wetu. Kwa hiyo yale matusi, sifikiri yale matusi ni hasira, ubinafsi, kwamba huyu atajulikana, huyu ataonekana wa maana, tuonekane sisi. Roho ya ubinafsi. Wanambinafsisha Yesu kama mjombao, shemeji yao. Ndio maana Yesu alizaliwa nje ya wote. Angezaliwa kwenye kajumba leo watu wangesema hiki kijumba chetu urithi wetu. Amezaliwa hapa angepata hela, akazaliwa kwenye hodi la ng'ombe awe Yesu wa wote. Hakuna mtu anayemmiliki. Ule ni ubinafsi. Hapa utatukana hivi, mimi si mkashifu mtu yote. Naeleza mawazo yangu, mnaniuliza vijana. Lakini unakuta mtu anatukana, ndio unaona ubinafsi. Wamemwagiza. Kuna mmoja anatukana, umewasema viongozi wetu bora wa kidini, wewe bora wapi? Bora kwako. Kila mtu bora kwake. Kila mtu babake ndio bora. Sio baba mwenzio. Kila mtu babake ndio bora. Ukimwona wewe mtumishi wako bora, awe bora kwako, usitulazimishe wote. Mimi na miaka karibu 65 hapa duniani, uniambie mtu aliyemkaji juzi huyu ndio mtumishi wangu bora. Bwana. Mimi hata kusali sasa nataka ni staff kusali. Yaani nakuwa pension ya kusali. Maombi yanatosha. Hata shetani anitaki sasa hizi. Maombi yanatosha. Nimewekeza maombi sana. Kwa hiyo na watu wanaoniombea. Sasa unanitisha sasa hizi. Na mtu aliamka sasa hivi na Biblia chake, oh hallelujah, glory to God. Wewe toka hapa. Mimi nimetoka mbali ujue. Nimetoka kwenye domo la dubu na simba ujue. Nimetoka jela, nimetoka kwenye mambo mengi. Yesu ameniita hapa sasa hivi niko mlokole kabisa hapa. Parapanda kile najiona naenda mbinguni, wewe unitishe. Nikufuate wewe. Wewe hata dhambi yenyewe hujagusa. Shetani anacheka. Toka hapa. Usinichanganye mimi. Kutukana na kuruhusu. Mimi nawaandikiaga nitukane tena, mimi napenda kutukanwa. Na mmoja mjinga amefuatiliwa alipolipia kwenye inbox akafuatiliwa amebebwa. Na atakuja hapa nitampiga kofi pale mbele ya sala. Pale wala simkazi usimte hapo. Ndio atajua huyu kumbe ndio anacheza na mtu ambaye sio kawaida. Sio kawaida. Amebebwa, ataletwa. Nimwambia wewe, na kila wakati namchombeza, nitukane tena anatukana. Anatukana. Namchombeza tu. Mimi napenda kutukanwa, mimi namchombeza tu, namzumu tu. Kana asanga. Kama watu mbali ataletwa huko. Na akija unamnasa. Kile pale kwenye akaunti la askari pale. Mimi nienda kupumzika kule mahabusu na pumzika. Hakuna na kama nabadilisha chumba. Hakuna jambo jipya. Ni kama na change chumba umriu. Na change chumba tu. Umriu mimi hata nikiamka asubuhi najishangaa bado nipo. Mimi mwenyewe najishangaa. Na wenzangu mbinguni wanasema hajaja tu. Nasema anakunywa dawa, network haisomi. Siku itasoma tu. Huyu hapa huyu. No, sasa wewe unanitisha umriu mimi. Umriu kweli ndugu mzazi wa kutishwa huyu. Umriu mtoto kijana anayetukana na mshangaa, mimi nacheka tu. Mimi kama matusi nishatukanwa sana na nina akiba kifurushi cha matusi cha miaka 5 sasa. Hapa. Hata shikamoo na kifurushi cha shikamoo nyingi. Mzee huyu mtu na bangi. Mzee huyu mlevi. Wewe yote utakalosema ni mtazamo wako. Na tafsiri na kitu kilichojaa kichwani mwako na moyoni mwako. Kama unanitukana mimi basi unajua hata babako unamtukana. Lakini pia kijana anayetukana hafai kuoa. Kama mimi huwezi kunivumilia anayezungumza kwenye chombo cha habari, utamvumilia mke? Au utamvumilia mume? Huwezi. Huyo kama mke anamjua asikubali kuolewa naye au mume. Msichana ukiona kijana kuna vipimo 10 vya uchumba. Kipimo cha kwanza mcha Mungu. Kipimo cha pili
anaheshimu wazazi au watu wengine wote, hata kama amekosea mtu mzima anamheshimu. Mimi hata kama kijana wangu matusi akija mchumba namwambia unaoana na kimeo. Ukimtaka ukubali mwenyewe uje kimeo hicho uje. Usirudi kwangu. Kama aniheshimu mimi baba yake, ataheshimu mke. Haiwezekani. Anatakiwa pia aheshimu wazazi wake pia. Binti hata akiolewa wazazi walie uje. Binti yetu anaondoka jamani. Mfariji wetu anaondoka, sio apige vigege vya kuzomea. Waseme kitasa kimeondoka hicho. Wanakuzomea, wanajua utakolea, umebeba kitasa. Kijana wa kiume, watu waseme ametuondolea jembe letu msichana. Msichana katokea wapi? Mama anaenda pembeni analia juu ya mwanawe. Baba analia, sio kwamba analia hataki aoe, namna maisha ule kijana. Sasa vija wewe unaoa wazazi wasema asante Yesu. Wewe unasema asante Yesu. Bwana sasa aondoke. Ndio hawa cha matusi hapa. Hawa asante Yesu hapa. Huyu binti ukiolewa naye umeisha. Kama hawezi kunivumilia mimi, simtukani, simchokozi, naeleza mambo ya maana, anatukana. Sema huyu asante Yesu. Huyu binti ukiingia huyu umekwisha. Huyu kijana ukiingia huyu umeisha. Na wengi wanatukana vijana wa kiume. Wasichana hawana hiyo matabia ovyo ya kijinga jinga. Vijana wa kiume wala skanka bange. Ushakula skanka akili narudi miguuni. Yaani unafikiria utampata wapi mtu wa kumtukana? Umetukana wazazi wako, mwisho wamenyamaza, unatafuta watu wengine wa kutukana. Tukana tu. Tena rudia, mimi napenda kutukanwa, mimi napenda migogoro, mimi napenda kusukumana. Mimi zamani tunacheza boxing, kama na michuma lazima ukapigane sparring partner. Kila siku mwili unawasha. Ukirudi umepasuka kwenye mdomo ndio unaona raha. Sasa hivi chombo cha habari watu wanaambia nyamaza usiseme matusi, mimi ndio naona raha kama nacheza sparring partner. Migogoro kusukumana mimi ndo raha yangu. Kama huko kanisani kwetu wanasema mwisho wa kuongoza miaka 65. Kuna watu wanataka kuongeza. Wafanye miaka 70 ndo naenda kuambia hii sasa mtalipua moto sio wa kawaida. Na mimi naenda kuandamana ujuzi. Mwenzetu huku wananchi, mimi nilienda siku moja hospitali hapa ya serikali. Bima mtandao usomi, siku zote mtandao mbovu. Ukitoa hela mtandao unapatikana. Alafu yule nesi ananitukana. Anasema wewe mwoga, mimi nikasirika sana. Aliniambia kapime daktari wako. Sasa mimi uoga nimeutoa wapi? Mimi nataka niende kwa mganga kienyeji. Tangu asubuhi mpaka saa 9 wametuweka tu. Hapo anatangaza rudini nyumbani nikafa. Mimi naondoka na uchungu uje. Mtandao kwenye hela unasoma. Na hiyo ni tabia. Wakati alikuwa anaumwa shemeji yangu mmoja akaanguka hiyo hospitali. Ameanguka kutoka kitandani. Yule nesi akasema amefuata ubaridi. Anatukejeli huyu, ameanguka hapo amefuata ubaridi. Mgonjwa huyu. Anachofanywa. Watu hawana adabu. Nchi inatakiwa watu wawe na adabu. Wawe na adabu kwa serikali inayoongoza, wawe na adabu kwa raia. Wote wawe na adabu. Nidhamu. Watu hapo tu, yani haya mambo hayawezi kuisha kama hakuna nidhamu. Hakuna utawala wa sheria, usitarajie kuisha mambo mabaya, usitarajie. Familia kama hakuna nidhamu, usitarajie mambo mabaya kuisha. Hakuna. Kama hakuna taratibu ya maisha, hakuna. Watu watatembea na uchungu. Walio vyuoni, wanavyopata elimu watatembea na uchungu. Wanaenda kutibiwa watatembea na uchungu. Wanaotaka haki ya ardhi watatembea na uchungu. Mimi napata tabu sana, hata sielewi. Sasa wewe si mimi nishaondoka lakini bado mwana kanisa. Kuondoka sio tatizo, mimi bado mwana kanisa. Wanabaka katiba miaka 65 nenda. Wewe unasinzia pale madhabahuni FC, kusinzia FC unafanya nini? Mpaka unauliza tuliishia wapi? Toka. Vijana wapo, vijana tunao wengi. Hii wakiileta hii kutaka kumuongezea mtu iwe miaka 70. Watatuweka ndani. Na mchungaji utaandamana? Kabisa, na mkutano utavunjika. Na naenda kuambia kabisa wazi. Hii wala singati maneno. Nitaenda kuambia katibu mkuu hii mkileta ajenda hii. Hii tutalipua moto mkubwa. Mnabaka katiba. Sasa hatuwezi kumfunga huyu anayebaka katiba. Huyu tunamfanyia maandamano aondoke. Katiba ya kanisa. Ya kanisa. Oya. Yaani kwa ajili ya mtu mmoja mbadilishe miaka 70 unafanya nini? Hata nchi zile leo naiko kwenye makambi uwe kama zuri. Wajukuu wanakuja kuangalia kama zuri. Wanaangalia wazee. Hapa huko madhabahuni kusinzia FC mdomo wazi.
Vijana hawaji kanisa kile. Wanaonyeshana sema hamna kitu. Wewe domo ulikuwa na udenda. Wanakuwa kukuamsha wanaogopa wewe kiongozi. Mwisho mpaka mtu akoe. Wapi vile tumeishia? Ungama. Atoga. Nataka sisi vijana saizi kama ninyi. Wenye mawazo ya ujana, wenye mzigo wa kanisa. Mimi saizi hapa nafanya jambo gani jipya? Hapa mimi hata kesi zangu za mipaka ya mashamba. Mimi saizi hapa natakiwa nisimame maombi tu, kutoa ushauri tu. Sihitaji kupata cheo chochote. Mimi ni mlezi hapa taasisi 20. Saizi hapa nafuata taasisi 20. Kazi yangu kulea. Mpaka najiuliza wananilea au na walea. Msukumano huyo kijinga hivi. Mimi napenda si yaani zamani kwa nacheza ngumi. Sasa sasa hivi siwezi kucheza, mwili unawasha kwa msukumano na matusi. Mimi napenda hayo matusi na enjoy sana. Hapo mtu anajitahidi kutukana, mtu mwenyewe aumii. Sasa hapo yasomi mara nyingi. Sasa unapata tabu hiyo. Unamtukana Mungu asiyejibu. Unaumia mwenyewe. Mungu bwana, mvua angenyesha huko Ruvu, ananyesha tu. Na mimi ni kama mvua. Wewe unatukana, mimi naendelea kusema. Wewe umesikia Mungu amegaidi kwa maneno yenu? Hapana. Wauza mitumba wanalalamika sana na mvua wakati mwingine. Sasa mvua ya nini? Yeye ananyesha tu. Mwisho wewe mwenyewe unalalamika, wewe mwenyewe unaumia mwenyewe. Ukitukana unaumia mwenyewe, na watu wengine ni wagonjwa, wakitukana wanapona. Na sisi tunawaacha wapone. Nafsi zao zipone. Kwa hiyo bwana, vijana nyinyi fanyeni kazi. Nchi hii na kila kitu nchi hii. Mungu anapokuumba anawekeza mambo manne: akili, roho, akili, nguvu na juhudi. Ari. Katafuteni mashamba huko Kisarawe huko, kwa DC Magoti huko. Nendeni mkapande huko minazi, kapandeni michungwa huko, miaka 5 ijayo mnavuna, mmelala, mnakula hela. Hapa wanaposema maisha magumu. Maisha rahisi wapi? Mbinguni. Hapa ulipo Marekani hakuna mchezo, hakuna mtu anakupa hata buku. Marekani sasa hivi watu wanasimama, ili imeenda state nyingi, hakuna mchezo, kazi. Ukisimama kazi. Hakuna kwenda kula kwa mjomba wala shemeji. Hivi mchungaji, ile Marekani sio mbinguni, imetokea wapi? Mkikosea tu watu sio wanajivuna kuona kama tunaenda wapi. Maisha ni maisha tu, popote ukiwa na hela tu. Hapa unaweza kutengeneza Marekani ukiwa na hela. Kwani watu wanakwenda kule kwa sababu ya fursa ya kazi na hela? Huku fursa hazipo. Kule fursa hazipo hata kuogesha wazee. Kazi zipo. Mtu anachotaka ni kazi. Hawa vijana wetu wanafanya fujo mara nyingi, hawana kazi. Amesoma, ameenda JKT, hana kazi, kuoa anaogopa, hana nyumba pa kulala, kodi hana, anakuwa homeless. Huyu mtu anaitwa potelea mbali. Akisikia risasi anafikiri gitaa anaenda. Na chakula bange skanka. Na bange imeachwa tu inavutwa kama jambo la kawaida. Watu wanafanya mzaha. Nchi inataka kufuatilia vijana, sio mzaha. Kufuatilia, kukaa nao kuanzia klabu za kwenye jumuiya huko, kwenye serikali za mitaa, kuwajua vijana wote, kuzungumza nao. Vijana ni watu wa maswali. Kanisani hakuna maswali. Januari Desemba mnahubiri watu. Utakwenda mbinguni bado uko hapa. Unaenda mbinguni bado hapo, unampuna bukumbili yake. Lete sadaka. Mjuzi kijana alienda sadaka 10. Katoa bukumbili kakimbia. Wanamtazama mademu. Kaka tu atoi kakimbia. Sasa siendi tena. Sadaka 10. Lazima ile ya 3 nimekinga ngumi tupu tu. Kama Tyson ningeenda kuweka mkono tena yeye. Sasa ipata dhambi huyo. Miela yote mnakusanya kujengea vitega uchumi tu. Vya nini? Sisi kazi yetu vitega huduma. Kwa hiyo tunagawana sisi hela mwisho wa mwaka. Vitega uchumi kazi yake kupunguza unafuu wa maisha. Ukisema hivi ndo ananitukana. Tunajenga majengo makubwa ya nini? Marekani yanauzwa hayo. Tutafika huko hakuna vijana wa kusali. Sasa kijana haendi kanisani, Januari Desemba hakuna majibu ya maswali yake. Kuoa naogopa, wanawake wale wanataka maisha mazuri, mtoto asome shule nzuri, afuatwe na gari. Mwisho anaamua kukaa. Anakaa na tafuta faraja. Bange skanka, double kick. Ndio faraja yake. Wewe homeless. Wewe unakuta karea kwa watu wamelala nje na serikali ipo. Mtu analalaje nje? Wakati wa Mwalimu Nyerere na nguvu kazi, mkuu wa mkoa Muhavile, hakuna kulala nje mtu. JKT wanasimamia. Mimi nimewapokea watu Pugu, kajiungeni, niko Pugu. Unaona? Watu wamepelekwa Geza Urole, Kibugumo, Mwanadilatu. Wamepelekwa huko, nguvu kazi. Hakuna mtu analala stendi. Kutwa nzima watu wanabeti, unafikia anatikisha watu wagonjwa. Wana vidaftari kutwa nzima, vijana wanahangaika. Unaona wanawatazama. Hakuna mkakati wote, ndio maana watu wanaenda Marekani.
Lakini kungekuwa nchi zetu za Kiafrika kuna fursa ya maisha, Marekani ukafanya nini? Huku kuna hali ya hewa nzuri. Mimi nimetembea state karibu 20 kwa sababu ya fursa ya fedha na maisha. Bila ya fedha hakuna maisha huko. Sasa huku mimi na mtoto amemaliza pengine ameweza masters. Kwanza huko chuo kikuu kwenye wanamferisha. Anapewa msimamizi anamkataa. Simtaki. Hivi tu. Elimu ya huku ngumu mpaka upate degree ni PhD. Mpaka upate udaktari unatukanwa kama katakataka. Popote unaposoma anakataliwa, msimamizi anamkataa, anamtengenezea depression ujue, sonona. Ndio maana mtu anakuwa ofisini mkali, amepita kwenye elimu ya matusi, amepita kwenye sonona, amekataliwa mpaka ametoboa. Ile roho imemshukia na yeye mkali ghafla, hajali. Watoto tunawaacha tu wanahangaika. Marekani hakuna hiyo, anafuatwa na gari shule. Anapelekwa shule kama bosi, akizaliwa kitoto kinazaliwa kama gold. Huku mtu anazaa anakimbia familia. Nayo inaonekana sawa tu. Huyu anatakiwa adabishwe na ana mshahara mkubwa ujue. Anaadabishwa mpaka anakuwa homeless. Sasa haya maisha haya hatuwezi kwenda hivi, watu wana uchungu na hasira ndio maana wanasifia huko nje, lakini hakuna. Ukiwa na maisha huku mazuri inatosha. Hatukatai kwenda kuangalia maendeleo, dunia imeendelea, lakini sio kwamba mbinguni, hapana. Alizungumza mchungaji mmoja wakamtukana sana. Sio mbinguni. Ni kweli mbinguni kwingine na Marekani kwingine. Lakini hapa kama maisha yanakuendea vizuri hapa unaishi. Utaenda kutembea kuangalia, utajifunza fursa, utajifunza miundombinu, utajifunza dunia ilivyo. Kumeendelea sana wenzetu, lakini hapa kama fursa zipo kwa vijana wanabaki hapa, maisha yapo. Hawa wanaachwa vijana wanajilalia nje, mimi sipendi kwa. Yaani nakasika mtu analalaje nje? Na wanapitwa tu. Huyo hana cha kupoteza ujue. Akienda jela anashukuru ameenda guest ya serikali. Pale anaumwa na mbu. Mvua ikinyesha anahangaika. Mimi wananifuataga hapa nasema mzee, yaani hata tungeenda kufungwa tungefurahi. Chakula chenye hakuna, kule jela kuna furu ya jela. Chakula bangi yangu nakula furu 2. Na tunarudi jela tumenenepa ujue. Akifika hicho kiwango hicho, kuwatuliza watu, alafu watu wana uchungu. Ukiona hivi anavyopita waziri huko anatatua kero, hawa wengine wako wapi hapa? Mimi ndio inaniudhi kweli. Kwa nini hawa wapo hapa mpaka apite kiongozi mkubwa hivi? Mimi hata sielewi hivi. Ukisema hivi wanakasirika. Kama umeshindwa kutatua kero ndogo hii, mnatengeneza uchungu. Watu waichukie serikali, wamchukie kiongozi wa nchi. Wewe umewekwa hapa. Umekaa tu mpaka aje kiongozi ndo atatue kero ndogo. Huyu sikufuta tu.